Zangu vijana na ndugu viongozi mliopo hapa, awali ya yote nami niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia wingi wa rehema na kuweza kufika ndani ya eneo hili tukiwa katika hali ya uzima na afya. Ndugu zangu wananchi na ndugu vijana, nimeletwa hapa kwa kufanya mambo mawili yafuatayo. Jambo la kwanza ni kuweza kutoa ujumbe wa mbio za Mwenge wa Uhuru, lakini pia jambo la pili na la mwisho ni kuweza kuzungumza na vijana wa kongamano ile ambao wamefanya leo hii. Sasa nikianza na kuyaunganisha yote mawili kwa pamoja, naomba wote tuliopo hapa tuwe wasikivu, tuwe weledi kwa hiki ambacho kitakazungumzwa muda huu, kwa muda mfupi ambao hautozidi hata dakika 15 katika eneo hili. Ndugu zangu, Mwenge wa Uhuru umeingia ndani ya wilaya ya Mbeya siku ya leo, na umeingia ukiwa unawaka, unang'ara, unameremeta ndani ya maeneo mbalimbali ambayo tumepita ndani ya halmashauri ya leo. Ndugu zangu, chombo hiki ni chombo ambacho tuliasisiwa na baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mnamo mwaka 1961, lakini tarehe 9 ya mwezi wa 12 wakati nchi yetu imeweza kupata uhuru wake, baba yetu wa taifa wakati anazungumza na wananchi wa Tanganyika, Afrika na dunia kwa ujumla, aliweza kutamka maneno yafuatayo kwamba sisi tumekwisha kuuasha Mwenge wa Uhuru na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro ili umurike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete matumaini mahali ambapo hakuna matumaini, ulete upendo mahali ambapo pana chuki, na uweke heshima mahali ambapo pamejawa na dharau. Leo hii mapenzi alionayo rais wetu mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kweli ameendelea kuyaenzi maono hayo na kuweza kuurithisha Mwenge wa Uhuru vizazi hadi vizazi. Na ndiyo maana mwaka 1964 mwenge wetu huu wa uhuru ndio mwaka ambao ulianza kukimbizwa nchini kama ambavyo tumeweza kuukimbiza siku ya leo. Na mwenge huu kuanzia mwaka huo uliweza kupewa ujumbe maalum ili taifa kuwafikishia wananchi wake. Na ndiyo maana leo hii kwa mapenzi ya rais wetu, Mwenge wa Uhuru umeweza kupewa ujumbe wa uchaguzi ambao una lengo la kuwaelimisha, kuwahamasisha wananchi juu ya kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Mwenge wa Uhuru oye! Dr. Samia oye! Ndugu zangu, Mwenge wa Uhuru wa mwaka huu umeweza kupewa kauli mbiu isemaye jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Na ndiyo maana kwenye kauli mbiu hiyo unaendelea kutukumbusha juu ya kupambana na rushwa, juu ya kupambana na dawa za kulevya, juu ya kupambana na VVU na ukimwi, juu ya kupambana na malaria, pamoja na kutuelimisha juu ya umuhimu wa lishe bora kwa afya imara. Ndugu zangu wananchi wa Mbeya DC, niwaombe kupitia kauli mbiu ya Mwenge wa Uhuru, kila mmoja aende kashiriki uchaguzi akiwa anadumisha amani, upendo, umoja na mshikamano ndani ya taifa letu. Ni imani yangu leo hii walio wengi ambao wanatambua kwamba Tanzania ni nchi ambayo ina amani na ni nchi ambayo inaendeshwa kwa mujibu wa katiba na sheria ya taifa letu. Leo hii unapoenda kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kwenye ibara ya 42 kwenye kifungu mstari wa 65 kinawema maneno haya yafuatayo: Tanzania itaweza kufanya uchaguzi mkuu kila baada ya miaka 5, na uchaguzi huu ambao tutaufanya, tutaenda kuchagua viongozi watatu wafuatao kwa upande wa Tanzania bara. Tutaenda kuchagua waheshimiwa madiwani, tutaenda kuchagua waheshimiwa wabunge, tutaenda kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni imani yangu kwenye halmashauri ya Mbeya DC
tutakuwa tuna jimbo moja la uchaguzi, ambapo kwa wananchi wa Mbeya DC tutaenda kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutaenda kuchagua waheshimiwa madiwani, na tutaenda kutakiwa kuchagua mheshimiwa mbunge wa jimbo letu, kwa sababu wenzetu wa uchaguzi wametuambia ndani ya halmashauri hii tutakuwa tuna jimbo moja la uchaguzi. Niwaombe ndugu zangu nyote mliopo hapa, tunatambua wengine hawakuweza kufika kama la hapa. Niwaombe sisi tuliopo twende tukawe mabalozi wakubwa wa kwenda kuwahamasisha na wengine juu ya kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Vijana oye! Vijana safi! Na jambo la pili na la mwisho, niendelee kuwapongeza sana vijana wote walioshiriki katika kongamano. Kwa kweli mmefanya kazi nzuri, na naomba wote kwa umoja wao wajipigie makofi mengi sana. Wana kongamano oye! Wakufunzi oye! Kwa kweli niwapongeze sana ndugu wakufunzi wa kongamano la vijana. Binafsi taarifa ambayo imeweza kuwasilisha na afisa wetu wa maendeleo ya vijana, kwa kweli imeonyesha jinsi gani vijana leo, siku ya leo, wameweza kujifunza kweli kweli. Na mimi nataka niwaombe sana kama vijana, nendeni yale ambayo mmefundishwa kwenda kuyaishi katika maeneo yenu. Mimi niwakumbushe jambo moja, nendeni mkapige kura mkilinda uadilifu, amani na uzalendo ndani ya taifa letu. Ndugu zangu, haya ambayo yanafanyika kwetu ni miongoni mwa mapenzi aliyonayo rais wetu Samia. Tunapomzungumza Samia ndani ya Tanzania, tunazungumza maendeleo kupitia ngazi mbalimbali ndani ya maeneo yetu. Miongoni mwa jambo alilofanikiwa rais Samia, kwamba yeye hakujali wananchi wa aina gani, hakujali wananchi wa hisia gani waweze kufikishiwa maendeleo ndani ya maeneo yetu. Leo hii mama huyu amejenga zahanati katika vijiji, amejenga miundombinu ya maji katika vijiji, amejenga miundombinu bora ya elimu katika vijiji, amejenga miundombinu ya madaraja na barabara katika vijiji, lakini pia katika kujali hali za wananchi wa Kitanzania. Na kwa sababu yeye ndiye kiongozi aliyepewa dhamana na anafahamu kwamba Tanzania hakuna aliye tajiri, mama huyu amekuja na mfumo maalum wa kuelekeza kutengwa fedha za 10% kwa ajili ya wananchi wa taifa letu. Naomba tumpigieni makofi mengi sana. Na ndio maana leo hii miongoni mwa mambo tuliyoyaona, ikiwemo kwenda kuangalia matumizi ya fedha za 10% ndani ya maeneo yetu, ni jambo lenye faraja kwamba leo hii vijana wamewezeshwa, kina mama wamewezeshwa, watu wenye mahitaji maalum nao pia wamewezeshwa kupewa fedha mbalimbali. Hapa tulipo wapo vijana ambao ni mfano wa vijana wengine ambao wamewezeshwa kupitia halmashauri yetu ya wilaya ya Mbeya. Wana Mbeya oye! Mwisho kwa kumalizia, ndugu zangu, kipekee niendelee kuwashukuru sana na niseme wazi kwenye lile kongamano la vijana leo tarehe 9 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, nikiri kulifunga kongamano la vijana wa halmashauri ya Mbeya. Vijana oye! Vijana safi! Baada ya kuyasema hayo, ndugu zangu, niwashukuru, niwaombe kila mmoja kashiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Halaiki oye! Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, nawatakia mkesha mwema, na mimi leo nitakuja kukesha na nyinyi katika viwanja hivi ili tuone faraja na tunu yetu ambayo tunaendelea kuisimamia. Na kwa bahati nzuri leo mwenyekiti wangu wa vijana atakuwa yupo karibu hapa, nitakuja kukesha naye pamoja. Mwenyekiti oye! Nawashukuru na asanteni sana kwa